Bwana Yesu apewe sifa. Mtu wa Mungu unanisikiliza katika chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi. Katika chaneli hii tunakuletea mahubiri ya neno la Mungu na tunakuletea neno la uzima katika maisha yako. Pia tunafundisha namna kusimama katika maombi, kuweza kuomba ili Mungu aweze kukusaidia katika maisha yako. Kabla sijaanza somo hili, nitoe shukurani zangu za dhati kwa wewe mpendwa unaonifuatilia kwenye channel hii ya Apostle Katambi. Nitoe shukurani zangu za dhati kwa wewe ambaye umekuwa wa karibu na channel hii, unayeshare channel hii. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu aliye hai. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel yetu pendwa ya Apostle Katambi, ni kuchukue fursa hii kukwambia ili upate vipindi vyetu tunavyovituma kwa mara ya kwanza na pia vinavijavyo, unaweza ukasubscribe channel hii, ukalike channel hii, pia weka comment yako hapo chini unachopitia, ninasoma na pia ninakuombea katika jina la Yesu aliye hai. Na pia unaweza ukapiga namba ya simu iliyopo hapo katika comment, ukapiga namba ya simu hapo chini kwenye sehemu ya comment, au hapo juu kwenye channel ukachukua namba za simu ukapiga, itakuhudumia katika jina la Yesu aliye hai. Karibu siku ya leo. Nimepata muda mchache kidogo, nikasema nizungumze na wewe kupitia channel hii ya Apostle Katambi, kupitia channel ya Facebook ya Apostle Katambi, kupitia channel ya Twitter ya Apostle Katambi, kupitia channel ya Instagram ya Apostle Katambi, na kupitia radio nazungumza na watu wote kwa maeneo haya. Kwa leo tutajifunza somo zuri sana ambalo tutajifunza kwa habari ya baraka zako zinazotumiwa kwenye ulimwengu wa roho. Baraka zako zinazotumiwa kwenye ulimwengu wa roho. Baraka zako zinazotumiwa kwenye ulimwengu wa roho. Watu wengi wamekuwa wakifanya mambo lakini hayafanikiwi. Unaweza ukafanya jambo haufanikiwi, na watu wengi wanaanzisha ndoto zao. Unaweza ukaanza jambo vizuri kabisa, ukaanzisha jambo vizuri likaanza vizuri, lakini kama ni biashara unaanza vizuri kabisa mpaka unasema nilikuwa wapi kufanya hii biashara, nilikuwa wapi kufanya hii kazi, lakini unafika kipindi unaenda unamaliza vibaya. Kama ni biashara ulianza vizuri, mwisho wake unamaliza vibaya. Nafundisha baraka zako zinazotumiwa katika ulimwengu wa roho. Lakini kuna wengine pia ana mipango mingi lakini ajui namna ya kukamilisha mipango hiyo. Ana mipango mingi lakini ujui namna ya kukamilisha mipango hiyo. Baraka zako zinatumiwa. Lakini kuna wakati mwingine pia unajikuta ukifanya kitu kinakufa, Kwa kama unafanya mambo yanakufa, biashara ukifungua inakufa, kazi ukifungua inakufa, ukiwa na wafanyakazi wanakukimbia, baraka zako zimetekwa katika ulimwengu wa roho. Baraka zako zinatumiwa katika ulimwengu wa roho. Sasa tunaangalia tunataka tujifunze leo kwamba mtu ambaye baraka zake zinatumiwa anakuwa ni mtu wa namna gani. Na wakati mwingine unaota mara kwa mara unahesabu pesa, lakini katika mazingira ya kimwili hauna pesa. Unaota mara kwa mara unahesabu fedha, lakini mazingira ya damu na nyama hauna pesa. Baraka zako zinatumiwa katika ulimwengu wa roho. Lakini pia wakati mwingine unakuwa ni mtu ambaye unajikatia tamaa kwa mipango unayofanya, kwa malengo unayofanya. Unakuwa ni mtu ambaye unajikatia tamaa kwenye maisha yako. Baraka zako zinatumiwa katika ulimwengu wa kiroho. Asa leo tutaanza moja kwa moja somo letu hili pendwa, na Mungu akubariki, akupe neema kuweza kuelewa katika jina la Yesu aliye hai. Katika maandiko matakatifu tuanze kujifunza baraka ni nini. Baraka zako ni nini?
baraka ni nini? Baraka ni nini? Baraka ni nini? Baraka ni nguvu ambayo Mungu anaiachilia kwa mwanadamu ili kukuunganisha kati ya kwako wewe mtu na vitu vya ulimwengu huu. Kumbuka, baraka ni nguvu ambayo Mungu anaiachilia kwa mtu, ambayo nguvu hiyo Mungu anayoachilia kwa mtu, nguvu hiyo Mungu anapoiachilia ili kukuunganisha na vitu vya duniani, pesa, mali, wanyama, ndege wa angani, vitu vyote vya dunia hii unaunganishwa navyo kupitia baraka katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unaunganishwa na vitu vya ulimwengu tunaoishi leo kupitia baraka katika ulimwengu wa roho. Kwa wakiteka baraka zako ulimwengu wa roho, ndio unakuta mtu anahangaika. Unafanya biashara ufanikiwi, unasema labda acha niache hii kazi nikafungue kazi nyingine, aufanikiwi. Labda niache hii biashara nikafungue biashara nyingine, aufanikiwi. Kwa sababu baraka ni nguvu ambayo Mungu anakupa mwanadamu kukuunganisha na vitu vya dunia hii. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, ule mstari wa 26 mpaka mstari wa 28. Biblia inasema mstari wa 26, Bwana Mungu akamuumba mtu, akasema tuumbe mtu kwa mfano wetu, tuumbe mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini, ndege wa angani. Kwa Mungu akamuumba mtu kwa sura yake na kwa mfano wake, na kwa mfano wa Mungu, Mungu akamuumba mwanamke na mwanaume. Kwa mfano wa Mungu, Mungu akamuumba mwanamke na mwanaume. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 27. Lakini mstari, Mungu alipomuumba mwanamke na mwanaume, haikuwa ulimwengu wa mwili, ilikuwa katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana narudia tena, Mungu alipomuumba mwanamke na mwanaume, haikuwa ulimwengu wa mwili, bali ilikuwa katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana mtu anapokuwa amekufa, katika Biblia kuna uumbaji wa aina kuu mbili. Katika Biblia tuna uumbaji wa aina kuu mbili. Uumbaji wa kwanza ni wa mwili wa mwanadamu. Uumbaji wa kwanza ni wa mwili wa mwanadamu, na uumbaji wa pili ni wa nafsi ya mwanadamu. Sasa uumbaji wa kwanza unapatikana kwenye Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka 28. Mungu anaumba nafsi katika ulimwengu wa roho, na ndio maana mtu anapokufa, huwa tunapoenda kuaga ule mwili wa marehemu, tunasema mwili wa marehemu Joyce, mwili wa marehemu Peter, mwili wa marehemu Juma, mwili wa marehemu Zuberi, mwili wa marehemu Matayo. Kwa nini unasema mwili wake? Ye mwenyewe ni nani? Ye mwenyewe yuko wapi? Kwa tunaanza kupata siri katika ulimwengu wa roho kwamba Mungu aliumba sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza aliumba nafsi ya mwanadamu, ambapo sehemu ya pili Mungu anakuja kuumba mwili wa mwanadamu. Kitabu cha Mwanzo sura ya pili mstari wa 7. Mwanzo sura ya pili mstari wa 7, Mungu anasema akamuumba mtu kwa mavumbi ya ardhi. Mwanzo Mungu alipoumba nafsi, aliumba nafsi mbili, nafsi ya Adamu, nafsi ya Hawa. Lakini uumbaji wa pili, Mungu alianza kuumba mwili wa mwanadamu, mwili wa mwanadamu, mwili wa mwanadamu ambao ni mwili wa Adamu na Hawa, ndio Mungu akaumba. Kwa hiyo tunaanza kuona Mungu alipokuwa akibarikia Adamu na Hawa, aliwabarikia kwenye anga. Mungu alipokuwa akimbariki Adamu na Hawa, aliwabariki kwenye anga la kiroho. Maana yake baraka zako zinaanza kwenye anga la kiroho. Sasa nini nataka nifundishe leo? Ya kwamba baraka, Mungu aliachilia ile nguvu ya baraka kwa Adamu na Hawa. Mungu akasema, nendeni mkazaane, mkaongezeke na kuijaza nchi na kuitiisha na kila kitambacho katika nchi na kumikimiliki. Maana yake ile nguvu ilipoachiliwa na Mungu kwenye nafsi ya Adamu na Hawa katika ulimwengu wa roho, ile nguvu ndio ilisababisha Adamu amiliki dhahabu. Ile nguvu ya baraka iliyotamkwa na Mungu aliye hai ndio ilisababisha Adamu amiliki ndege, wanyama, pesa,
Yaani mfumo mzima maisha ya mtu umebebwa katika baraka zako. Mfumo mzima wa maisha ya Adamu umebebwa katika baraka za Adamu. Sasa tunaona ya kwamba baraka ni nguvu inayokuunganisha na vitu vya duniani. Inawezekana unafanya vitu lakini kwa ugumu sana. Inawezekana una malengo makubwa kwenye biashara, kwenye uchumi, kwenye kazi, lakini malengo yako hayatimii. Baraka zako, nafundisha leo, zinatumiwa katika ulimwengu wa roho. Mungu akitaka ufanikiwe duniani, Mungu akitaka ufanikiwe maisha yako, huwa anakubariki. Baraka zikiwa juu yako ni nguvu zinazovuta pesa, ni nguvu zinazovuta mali, ni nguvu inayovuta mafanikio. Baraka ikiwa juu yako ni nguvu inayovuta mema kwenye maisha yako. Unasema, mtumishi, unaongea nini? Leo nafundisha sasa hizi nguvu ya baraka ambayo Mungu anakupa kwenye maisha yako. Ndio nguvu ambayo anakufanya unapouza mahindi ufanikiwe, unapouza maembe ufanikiwe, unapouza machungwa ufanikiwe, unapouza chochote kwenye dunia hii. Unachokifanya ili ufanikiwe, unahitaji nguvu ya baraka. Unasema, mtumishi, unaongea nini? Nafundisha baraka zako zilizoibiwa katika ulimwengu wa roho, baraka zako zinazotumiwa katika ulimwengu wa roho. Hebu nifuatilie kwenye kitabu Baraka Ndio Kila Kitu Kwenye Maisha Yako. Baraka ndio kila kitu kwenye maisha yako. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari ule wa Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa kwanza mpaka mstari ule wa 15. Utaona baraka ndio kila kitu kwenye maisha yako. Maandiko yanasema utabarikiwa mjini, utabarikiwa shambani, utabarikiwa kutoka kwako, utabarikiwa kuingia kwako, utabarikiwa kapu lako la unga, utabarikiwa mifugo yako, utabarikiwa chakula chako, utabarikiwa maji yako. Sema, utabarikiwa katika kuuza nyanya, utabarikiwa katika kuuza maembe, utabarikiwa mifugo yako, utabarikiwa ng'ombe zako, utabarikiwa chakula chako. Unajifunza nini siku ya leo? Maanake mfumo mzima maisha ya mwanadamu unategemea baraka. Maanake mfumo mzima wa maisha yako ya kiroho ya hapa duniani ya kimwili unategemea baraka. Kwa hiyo baraka ni kila kitu kwenye maisha yako. Ndio maana Mungu anasema, ametaja mashamba, ametaja elimu, ametaja mifugo, ametaja maji, ametaja chakula. Kila kitu unachokifanya kinahitaji baraka. Kila unachokifanya kwenye dunia ya leo kinahitaji baraka. Sasa kwa nini watu wanaishi maisha ya shida leo? Kwa nini watu wanaanzisha biashara zinakufa? Kwa nini watu wanaanzisha makampuni yanakufa? Kwa nini watu wanaanzisha miradi? Kwa nini watu wanaanzisha vitu vikubwa, wanaanza vizuri, mwisho wake vinakufa? Mwisho wake vinakufa. Ukikaa na mtu anakuambia, nilikuwa na mali hii, nilikuwa na mashamba sina tena, nilikuwa na mifugo sina tena. Wanapoteka baraka zako katika ulimwengu wa roho, mafanikio yako yametekwa. Asa leo nafundisha wanawezaje kuteka baraka zako. Je, baraka zako zinaweza kuhamishwa kwenye ulimwengu wa roho zikatumiwa na mtu mwingine? Sikiliza nikwambie, ukisikia mtu anakwambia mafanikio yako yametekwa, ukisikia mtu anakwambia baraka zako zinatumiwa, huwa wanateka baraka. Wakiteka baraka zako, mafanikio yako, mema yako yanatekwa katika ulimwengu wa roho. Maana yake pasipo baraka huwezi kufanikiwa. Unasema, mtumishi, unaongea nini? Tunaona kwamba katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya kwanza, Mungu alipombariki Adamu, ile nguvu ya kumiliki vitu vya duniani iliweza kutembea na Adamu. Unasema, mtumishi, unaongea nini? Adamu aliweza kufanikiwa, lakini kwa wale wasomaji wa Biblia, ukianza kuangalia, kuna maeneo Adamu alibarikiwa akaanza kutawala simba, kuna maeneo Adamu alibarikiwa akaanza kutawala mbuzi,
akaanza kutawala madini ya duniani, ardhi zote za duniani, utajiri wote wa duniani. Lakini kuna maeneo Adamu, ukisoma Mwanzo sura ya 3 kuanzia mstari ule wa 16, Mwanzo sura ya 3 kuanzia mstari wa 16, lakini ukianzia mstari wa 9 utapata maana zaidi sana. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 9 utapata maana zaidi sana. Nini nataka nifundishe? Baada ya Adamu kutenda dhambi, shetani alichoteka kwa Adamu, aliteka ile nguvu ya baraka. Ndio maana Adamu unafikia kipindi anaambiwa utakula kwa jasho, utazaa kwa uchungu. Mtu aliyeambiwa atawale vitu vyote vya duniani, mtu aliyeambiwa atawale mafanikio yote ya duniani, anaambiwa utakula kwa jasho, utazaa kwa uchungu katika ulimwengu wa roho. Nini nataka nifundishe? Kilichomuunganisha Adamu na vitu vya duniani ni baraka. Kinachokuunganisha kati yako na pesa ni baraka. Kwa shetani alipoteka baraka za Adamu, Adamu akawa kwenye maisha ya shida. Kuna watu wanapita kwenye changamoto nzito za maisha. Kuna watu kila anachofanya akifanikiwi. Kuna watu kila anachofanya kinaharibika. Sio kwamba maono ya biashara hana, sio kwamba mikakati ya uchumi hana. Ukikaa naye akianza kukuambia mikakati ya biashara aliyonayo, mpaka unamwogopa, nasema ni mtu mkubwa sana, wewe utafanikiwa sana. Wanachokiteka kwenye ulimwengu wako wa roho, baraka zako. Wakiteka baraka zako, chochote unachokifanya hakifanikiwi. Wakiteka baraka zako, chochote unachokifanya hakiendi sawasawa. Unasema mtumishi, unaongea nini? Shetani akiteka baraka zako, mema yako ameteka kwenye ulimwengu wa roho. Wachawi ndio wanateka baraka zako, mema yako wanateka kwenye ulimwengu wa roho. Hebu tuangalie kitabu kile kwenye Biblia takatifu. Twende tuangalie kwenye kitabu cha Luka sura ya 4 kuanzia mstari wa 6. Yesu alipokutana na shetani, Yesu akaambiwa na shetani kwamba ukinisujudia nitakupa mali hii yote, maana iko mikononi mwangu, nitakupa vitu vyote. Biblia inasema akamchukua Yesu akamwonyesha kwenye miliki zote za ulimwengu. Akamchukua Yesu akamwonyesha kwenye miliki zote za ulimwengu, alafu akamwambia ukinisujudia Bwana Yesu, mali zote za duniani nitakupa wewe. Hebu wasomaji wa Biblia mnaonisikiliza, watu wa Mungu mnaonisikiliza, hakuna mali Mungu alimpa mali shetani. Hakuna mali Mungu alimkabidhi shetani mali za dunia hii au pesa dunia hii. Shetani alizipata wapi? Ni baada ya Adamu na Hawa kutenda dhambi. Baada ya Adamu na Hawa kutenda maovu, shetani alichoiba kwa Adamu, hakuiba dunia. Dunia ilibaki kuwa pale pale. Hawala hakubadilisha ziwa Victoria likaenda China. Hakubadilisha labda mlima Kilimanjaro ukaenda labda India. Hakubadilisha mito ikaenda sehemu nyingine. Dunia ilibaki pale pale, lakini ile nguvu ya kumiliki vitu vya dunia, ile nguvu ya kutawala vitu vya dunia ya Adamu ilibebwa kwenye baraka za Adamu. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho tunaona kwamba wakitaka kuteka baraka zako, katika ulimwengu wa roho tunaona wakitaka kuteka mafanikio yako, wanateka tu baraka zako. Kwa shetani anapomwambia Yesu Kristo kwamba ukinisujudia nitakupa mali zote, aliteka mbaraka wa Adamu. Ndivyo ilivyo leo. Ndio maana unaweza ukasema mtumishi Katambi unaongea nini? Unasema Aposto Katambi unaongea nini? Aposto Katambi unaongea nini? Kitabu cha Waefeso sura ya 1 mstari wa 3 tunaona katika vitu ambavyo Yesu alikuja kuvirejesha hapa duniani. Akusema anarejesha pesa, akusema anarejesha mifugo. Cha kwanza aliongelea katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 3, anasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki katika baraka zote za rohoni. Aliyetubariki katika baraka zote
za rohoni. Kumbe katika vitu ambavyo Yesu alileta ukombozi hapa duniani, cha kwanza ni baraka. Katika vitu ambavyo Yesu alileta ukombozi hapa duniani, cha kwanza ni baraka. Kwa katika ulimwengu wa roho, wachawi wanateka baraka zako, na wakishateka baraka zako, mafanikio yako yametekwa. Ndio maana Adamu akajikuta anapita maisha magumu. Adamu akajikuta anapita maisha ya shida, maana baraka za Adamu zilipotekwa, mafanikio ya Adamu yaliondolewa katika ulimwengu wa roho. Asa ninafundisha kwa nini, nani ameteka baraka wako, baraka wako unaotumiwa ulimwengu wa roho. Sasa hizi baraka huwa zinaibiwa katika ulimwengu wa roho. Unaweza ukasema, mtumishi, unaongea nini? Baraka huwa zinaibiwa, baraka huwa zinahamishika. Kama zilivyohamishwa kwa Adamu zikaenda kwa Shetani, ndivyo baraka zako ulimwengu wa roho zinaweza kuhamishika kutoka kwako kwenda kwa mtu mwingine. Unasema, mtumishi, unaongea nini? Angalia kitabu cha Mwanzo sura 27 kuanzia mstari wa kwanza. Utaona Isaka alipokuwa mzee. Isaka akamwita mtoto wake anaitwa Esau. Isaka alipokuwa mzee, Isaka akamwita mtoto wake anaitwa Esau. Isaka alipomwita akamwambia Esau, nenda porini ukawinde mnyama, nipikie chakula kitamu, na mimi nitakubariki. Nini ninachotaka kufundisha siku ya leo? Isaka yuko mzee, anamwita mtoto wake Esau. Alikuwa na watoto wawili mapacha, mmoja anaitwa Yakobo, mwingine anaitwa Esau. Ni mapacha wawili, mmoja ni Yakobo, mwingine ni Esau. Lakini Isaka anamwambia Esau kwamba, Esau, nenda porini kawinde, letee nyama niweze kukubariki. Nini nataka nifundishe siku ya leo? Maana yake Isaka alikuwa na baraka, alafu Esau alikuwa hana baraka. Narudia tena, Isaka alikuwa na baraka, alafu Esau alikuwa hana baraka. Kuna watu leo wanatembea lakini hawana baraka ndani yao. Kuna watu wanafanya biashara, hawana baraka ndani yao. Kuna watu wanafanya kazi, hawana baraka ndani yao. Kwa hiyo unapokuwa hauna baraka, kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, kila unachokifanya kinaharibika. Kwa hiyo haujapungukiwa maono, rafiki yangu. Haujapungukiwa mbinu za kufanya biashara, unazo. Haujapungukiwa mbinu za kufanya kazi, unazo. Baraka wa Mungu hauko ndani yako. Unasema, mtumishi Katambi, unasema nini? Unasema, Aposto Katambi, unasema nini? Angalia Mwanzo sura 27 mstari wa 27. Isaka alipotaka kumbariki mwanaye Esau, Esau alipoenda porini, Yakobo akaja kwa siri kuiba baraka za ndugu yake Esau. Yakobo alipokuja kwa siri, Isaka akambariki mwanaye Yakobo pasipo kujua kwamba anayembariki sio Esau, ni Yakobo. Anayembariki sio Yakobo, ni Esau. Kwa Isaka alipoachilia baraka, kuna kitu nataka tujifunze siku ya leo. Nafundisha baraka zako zinazotumiwa katika ulimwengu wa roho. Anga lako la baraka linalotumiwa katika ulimwengu wa roho. Isaka anataka kumbariki, anambariki mwanaye Yakobo kimakosa, lakini tunaanza kuona Yakobo alikuwa hana baraka. Mwenye baraka ni Esau. Yakobo alikuwa hana baraka, mwenye baraka ni Esau. Asa nini nataka nifundishe? Yakobo ana mwili, Yakobo ana kinywa, Yakobo ana macho, Yakobo ana miguu. Yakobo alikuwa anafanya kazi pale nyumbani, lakini katika ulimwengu wa roho, Yakobo hana nguvu ya baraka kwenye maisha yake. Unasema, mtumishi, unaongea nini? Isaka alikuwa na baraka ndani yake, na tunaanza kuona kuna watu hapa wa aina kuu mbili. Kuna mtu wa kwanza ni Isaka na kuna mtu wa pili ni Yakobo. Isaka
ana baraka, Yakobo hana baraka. Nakupa siri, kwa nini unafanya vitu vinakufa? Kwa nini unaanzisha vitu vinaharibika? Baraka zako zinatumiwa katika ulimwengu wa roho na wachawi na wakuu wa giza katika ulimwengu wa roho. Sasa unasema baraka zangu zinawezaje kutumiwa? Isaka alipomwita mtoto wake, alichukua mkono wake Isaka akabandika kwa mwanaye Yakobo. Maana yake zile baraka zilizokuwa ndani ya Isaka, Isaka alizihamisha ziende kwa mwanaye. Baraka zilizokuwa ndani ya Isaka, Isaka alizihamisha ziende kwa mwanaye anaoitwa Yakobo. Pointi ya kwanza, mpendo unaonisikiliza, mwambie mwenzako, baraka zinahamishika kwenye ulimwengu wa roho. Baraka zinahamishika kwenye ulimwengu wa roho. Zilitoka kwa Isaka baraka zikaenda kwa mtu anaoitwa Yakobo. Kwa katika siri ya kiroho kwamba baraka zinaweza kuhamishika, ndio maana kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Kutoka kwa Joyce baraka zinaweza kuhamishika kwenda kwa Jumanne. Kutoka kwa Jumanne baraka zinaweza kuhamishika kwenda kwa Mwanaisha. Kutoka kwa Mwanaisha baraka zinaweza kuhamishika kwenda kwa Peter. Kwa pointi inayotaka kufundisha siku ya leo kwamba katika ulimwengu wa roho baraka zinahamishika. Unanisikiliza kwa njia ya radio, unanisikiliza kwa njia ya YouTube, unanisikiliza kwa njia ya Facebook, kwa njia ya mitandao yote ya kijamii, baraka zinaweza kuhamishika katika ulimwengu wa roho kutoka kwa mtu mmoja na kwenda kwa mtu wa pili. Kwa hiyo Yakobo alikuwa hana baraka, lakini kazi anafanya, anafuga, ana mbuzi, ana ving'ombe hapo anafuga, lakini baraka hana ndani yake. Ndivyo ilivyo. Kuna watu leo wanapambana kwenye biashara, unasema paka hii biashara acha niache nifanye nyingine, hii kazi acha niache nifanye nyingine, hii biashara haifai niache fanye nyingine. Utamaliza kazi zote duniani. Unachotakiwa kutafuta kwako ni baraka ziwe juu yako. Unachotakiwa kutafuta kwako baraka wa Mungu uwe juu yako. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho tunaona Isaka anahamisha baraka kutoka kwake zinaenda kwa mwanaye anaitwa Yakobo. Maana yake huyu mchawi anaweza kuhamisha baraka zako katika ulimwengu wa roho akaenda kuzitumia yeye, na ndio maana watu wengi baraka zao zinatumiwa katika ulimwengu wa roho. Unasema mwanzo sikuwa hivi, mwanzo nilikuwa nafanya vitu vinaenda, mwanzo sikuwa mlevi, mwanzo sikuwa natelekeza familia, mwanzo nilikuwa nafanya vitu vinaenda, nafanya biashara, nilikuwa nimejenga, nafanya hivi, mbona sasa hivi siwezi? Baraka zako zimetekwa. Yakobo alipochukua baraka za Esau, Biblia inasema Yakobo akaondoka. Baada ya kukaa pale nyumbani, ndugu yake Esau akaja. Baada ya ndugu yake Esau kuja, yule Esau akaandaa chakula kitamu akampelekea baba yake, akamwambia naomba unibariki. Isaka akamwambia Yakobo, Biblia inasema Isaka akamwambia Esau mwanaye kwamba sio wewe ndio kubariki. Akasema la hasha, sio mimi, ni ndugu yangu Yakobo ndio aliyembariki, ni pacha wangu Yakobo aliyembariki. Biblia inasema Isaka akatetemeka kwa tetemeko kuu sana. Kwa nini mtu mwenye mali kama zile ng'ombe Isaka? Kwa nini mtu mwenye pesa kama Isaka, mwenye mifugo ya kutosha isiyohesabika, kwa nini atetemeke? Alijua siri ya mifugo yake kuiendesha imebebwa kwenye baraka. Alijua siri ya ng'ombe zake kuziendesha imebebwa kwenye baraka. Ile nguvu ya baraka ndio inafanya mali zile ziweze kuongezeka, mafanikio yale yaweze kuongezeka. Nafundisha mbaraka wako uliotekwa katika ulimwengu wa roho kichawi, mbaraka wako ulioibiwa katika ulimwengu wa roho kichawi. Nini nataka nifundishe siku ya leo? Isaka anamwambia mwanae Yakobo, so wewe ndio kubariki. Biblia inasema akatetemeka kwa tetemeko kuu sana, tetemeko kuu sana. Ghafla Esau akapiga kelele, akamlilia baba yake, akamwambia, baba, naomba unibariki na mimi. Baba, naomba unibariki na mimi. Esau anamwambia baba yake,
baba yake akamwambia baraka zimeisha. Esau akamwambia una hata mbaraka mdogo baba yangu? Akamwambia baraka zimeisha. Pendwa unayenisikiliza, Isaka mwanzo alikuwa na baraka, lakini baraka zilipohamishwa kwenda kwa Yakobo anasema sina tena baraka. Kuna watu walikuwa na baraka wakafanya biashara wakafanikiwa. Kuna watu walikuwa na baraka wakafanya kazi wakafanikiwa. Kuna watu walikuwa na baraka wakafanya mambo yakaenda. Baraka zinapohamishwa, baraka zinapoibiwa, kila unachofanya akifanikiwa. Nini nataka nifundishe siku ya leo kwako? Nini nataka tujifunze mimi na wewe kwako? Kwamba kuna watu walikuwa na baraka lakini zinaweza kuhamishwa. Asa Esau anamwambia baba yake nibariki. Baba yake anamwambia Isaka sina baraka, Yakobo amechukua baraka zako. Biblia inasema Esau akalia kwa sauti kuu sana, akipaza sauti. Baba yake ni kipofu, anampoza, anamwambia nyamaza mwanangu, nyamaza mwanangu. Anasema baba nibariki. Isaka yamkini alimwonyesha mali, akamwambia mwanangu, kuna ng'ombe zote, nyie mko wawili mapacha, wewe Esau na Yakobo mko mapacha wawili, mko wawili tu, mali zote hizi ni za kwenu. Kuna ng'ombe, kuna dhahabu, kuna almasi. Isaka alikuwa na madini ya kutosha. Isaka alikuwa na pesa ya kutosha. Isaka alikuwa na mali za kutosha. Lakini Isaka huyu anamwambia mwanaye kuna mali za kutosha, hamna haja, kwa kuwa mlikuwa wawili, mwenzako nimembariki na mwenzako amekimbia, umebaki wewe peke yako pacha, hizi mali utazitawala wewe. Esau akaendelea kulia, akasema baba hapana, baba hapana, nibariki. Maana yake alijua siri za rohoni. Kama ingekuwa ni mimi na wewe, umepewa gari linaisha, umepewa gari linapotea, umepewa nyumba inapotea, umepewa maduka inapotea, umefunguliwa biashara kubwa, umefunguliwa kazi kubwa inaharibika, umefungua maduka makubwa yanaharibika, umepewa mavitu kusimamia majumba yanaharibika. Kama una baraka hutaongoza chochote wewe. Kama una baraka hautaongoza chochote kwenye maisha yako. Nguvu ya baraka ikiwa juu yako ndio inakufanya zile mali unazofanya zinaongezeka. Ukilima unaongezeka, ukifuga unaongezeka, ukiwa na mashamba unaongezeka. Lakini kama hauna nguvu ya baraka juu yako, chochote unachokifanya hakiwezi kufanikiwa. Nini nachotaka kujifunza na wewe siku ya leo? Kuna watu maisha yao yamebadilika sana. Mwanzo ulikuwa na maendeleo, mwanzo ulikuwa na mipango mizuri, mwanzo ulikuwa na mikakati mizuri, lakini kwa sasa maisha yako yamebadilika. Baraka zikiondolewa ulimwengu wa roho, anga lako la baraka likishikwa ulimwengu wa roho, mafanikio yako huwezi kuyaona katika maisha yako. Unasema mtumishi unaongea nini? Yakobo alivyoondoka kwao, aliondoka na fimbo tu akaondoka nayo. Lakini ukisoma historia ya Yakobo, alikuja kuwa mtu tajiri mkubwa sana. Kwa nini? Kila alichokifanya Yakobo kilifanikiwa. Kila alichokifanya Yakobo kiliinuka kimaisha. Kila alichokifanya Yakobo kiliinuka kiuchumi, kwa sababu alikuwa na nguvu ya baraka ndani yake. Haufanikiwi kwa sababu una mtaji mkubwa. Haufanikiwi kwa sababu una mtaji mkubwa. Unafanikiwa kwa sababu nguvu ya baraka iko ndani yako. Haufanikiwi kwa sababu una duka kubwa. Unafanikiwa kwa sababu nguvu ya baraka iko juu yako. Kwa wakitaka kuharibu maisha yako, wanashika baraka zako katika ulimwengu wa roho. Ndio maana umekuwa ni mtu unafanya kazi, hakuna matokeo. Angalia kitabu cha Ayubu sura ya 1 mstari ule wa 10. Shetani anamwambia Mungu kwamba huyu Ayubu kwani yumcha Bwana bure? Umemzingira katika wigo pande zote. Kuanzia Ayubu sura ya 1, Ayubu sura ya 1 mstari wa 7 mpaka wa 10. Anamwambia umemzingira Ayubu pande zote kwa ulinzi wako. Alafu anasema na nyumba yake umeibarikia. Maana yake ili uongezeke kibiashara, ili uongezeke kiuchumi, ili uongezeke kindoa, lazima anga lako, baraka zako ziwepo kwenye anga. Sasa katika ulimwengu wa roho, wachawi wanakalia baraka zako. Wachawi wanateka
baraka wako kwenye ulimwengu wa roho, ndio unaona unafanya mambo yanakufa, vitu vinakufa. Naomba unifuatilie kwa somo lijalo katika chaneli hii. Itafundisha baraka za uzao. Katika chaneli hii unaweza ukasubscribe chaneli hii, na hapo chini weka comment yako katika jina la Yesu aliye hai. Na wewe pia ambao unatamani kusapoti huduma hii, unaweza ukaachilia sadaka yako kwenye namba za simu zifuatazo: 0785 89 09 mwisho 16. Unaweza ukatuma sadaka yako kwa Vodacom 0785 89 09 mwisho 16. Narudia tena namba ya simu 0785 89 09 mwisho 16. Na pia unaweza ukatuma kwenye namba ya Vodacom 0768 10 42 72. Majina taleta Petro Emmanuel Katambi. Mungu akubariki sana. Usikose maombi ya kufungua mbaraka wako. Inawezekana umefanya kazi muda mwingi, lakini maisha yako hajawa sawa. Inawezekana umepambana siku nyingi, umetumia nguvu nyingi, umetumia mbinu kubwa za kuweza kujikwamua kimaisha, lakini kile unachofanya kinakufa. Baraka zako zinatumia ulimwengu wa roho, wameshikilia anga lako la baraka. Mungu akubariki sana. Asante kwa kunisikiliza. Neema Kristo juu yako katika jina la Yesu aliye hai. Amen.